أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tuko katika siku ya 10, siku ambayo ilikuwa ni siku muhimu sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Ni siku iliyokuwa mzito, ni siku iliyokuwa ya huzuni, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa ali, kwa sababu aliondokewa na vipenzi wawili, akauita ni mwaka wa huzuni. Kwa hiyo leo ni siku iliyokuwa mzito kwake. Aliondokewa na Bibi Khadija salamullahi alaiha, mwanamke aliyekuwa na kila aina ya sifa nzuri ambazo zinastahiki, hususan upande wa maukhti zetu, madada zetu, na hata sisi wanaume atakana tuige kwa Bibi Khadija salamullahi alaiha. Mwanamke aliyekuwa na misimamo, mwanamke aliyekuwa mpambanaji, mwanamke aliyekuwa mstahimilivu, kama maulama wanavyotuambia, mwanamke aliyekuwa tahara, mwanamke aliyekuwa msafi, aliyejiheshimu, aliyejichunga, mpaka akajulikana kabla ya utume, kabla ya Uislamu, akiitwa tahira, kwa sababu alikuwa ni mwanamke msafi, ambapo leo imekuwa ni kitandawili au imekuwa ni matumaini katika familia zetu, mabinti zetu, maukhti zetu wawe na sifa nzuri kama hizi. Kwa sababu tukiambiwa tahira, mwanamke msafi, si kwa maana ya usafi kwa yeye haendi nje kufanya vitendo vichafu peke yake, kwa maana ni msafi katika kila sifa zinazostahiki binadamu awe nazo. Na ndipo wenyewe wana historia kama Said Rashid Ridha anatuambia alivyokuwa mzuri na sifa mzuri kama hizi, tuangalie alikuwa anatafuta nini katika maisha yake. Alikuwa na utajiri, na alikuwa amekaa muda mrefu na biashara zake zenda vizuri, lakini baada ya kufanya biashara na Mtume sallallahu alaihi wa ali, kabla ya kupewa utume, bado Mtume hapo ni kijana au ni barobaro, alipofanya naye biashara na mfanyakazi wake kijana ambaye ni Maisara, alipokuja akamsifia Bibi Khadija kutokana na uzuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, sifa nzuri alizokuwa nazo, upole, uaminifu, usafi, utakatifu, mfanyi biashara mzuri, na mbali ya rahibu alivyokuwa akimsifia, angalia Bibi Khadija salamullahi alaiha, sifa zote alizokuwa nazo, tukiongezea na utajiri aliyokuwa nao, alikuwa akitafuta mtu namna gani katika maisha yake? Kwa sababu wana historia wote wanatuambia mama huyu mtukufu, ambapo kila mmoja wetu anajifakharisha kwa kuwa ni mama wa waumini, ni mama wa kizazi kitaharifu cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Tumwangalie alikuwa anatafuta sifa gani mama kama huyo. Je, alikuwa anatafuta utajiri? Je, anatafuta mtoto ambaye ameweka marasta? Je, anatafuta mtoto mwenye sifa gani? Kwa sababu leo
mabinti zetu wa Kiislamu hizi sifa hawaziangalia ambazo yatakikana wazichukue kwa Bibi Khadija salamullahi alaiha. Bibi Khadija alipokuwa na sifa kama hizi, watukufu, matajiri, watu tofauti tofauti walikuwa wakienda kumtaka Bibi Khadija salamullahi alaiha, lakini Bibi Khadija akikataa. Kwa hiyo kulikuwa na sifa gani anazihitaji? Kwa nini hawakatai na ni watu wenye heshima zao, wametoka kwenye koo na familia mzuri? Kwa sababu leo utasikia mtu anataka kuoa au msichana anataka kuolewa, kitu cha kwanza anaangalia ametoka kwenye familia gani. Akisikia ni familia mzuri, familia zenye heshima na adabu, kila mtu anakimbilia. Hamwangalii mtoto mwenyewe yuko aina gani, ni mpambanaji, ni mchapakazi, yuwatafuta au anakaa nyumbani bama. Sasa lakini muangalie Bibi Khadija salamullahi alaiha. Na hapa kuna maswali yatakana tujiulize vizuri sana. Ikiwa mama mtukufu kama huyu ameweza kukaa muda mrefu huu, watu tofauti tofauti wenye sifa tofauti tofauti wenye uwezo walikimtaka akikataa, je, zile sifa alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, wacha Mtume kumtaka yeye, mwanamke alikuwa kuna sifa anazihitaji zimpe utulivu katika maisha yake, akazipata ziko kwa Mtume sallallahu alaihi wa ali. Je, wale wanaosema aliolewa mara mbili kabla ya Mtume, je, aliwapata hao wawili walikuwa na sifa za Mtume au la? Ikiwa aliwakubali wale wawili na hawana sifa zilizokuwa zinastahiki ni kama sifa za Mtume, kwa nini awakatae wengine akawakubali wale wawili? Ni maswali tujiulize, kwa sababu wenyewe anatuambia kila mtu akimkimbilia, kila mtu anamtaka mwanamke mwenye sharafu, mwenye heshima, mwenye utukufu. Na ndio Doktora bint Ashati, Doktora Aisha mwenye anajiita bint Ashati, binti wa kutoka mikoa ya pwani wa upande wa Afrika Shumali kule kaskazini mwa Afrika, anasema hata yule mtoto aliyekuwa amefuatana na Mtume sallallahu alaihi wa ali kwenda kwenye biashara, alipoona zile sifa nzuri za Mtume sallallahu alaihi wa ali kabla ya kutumilizwa, bado ni kijana, walipoingia zao Maka, yeye mbio alikimbilia kwa Bibi Khadija kwenda kumpa ripoti na kumsifia zile sifa nzuri. Bibi Khadija salamullahi alaiha alisimama mlangoni kumsubiri Mtume sallallahu alaihi wa ali. Angalia, asema alipofika kila mmoja ameangusha kichwa chini, ashindwa kumwangalia mwenzake. Bibi Khadija akimkaribisha, kumpa pongezi kwa kurudi salama na kufanikiwa katika biashara zake, na Mtume akimueleza uzuri na mafanikio aliyopata kwenye biashara. Bibi Khadija ikawa sasa fikra, akimsikia Mtume anazungumza kwa adabu, kwa heshima, mbali ya zile sifa alivyosifiwa Mtume sallallahu alaihi wa ali, ameangusha kichwa chake chini, anashindwa kumwangalia Bibi Khadija. Bibi Khadija ameangusha kichwa chake chini, ashindwa kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wa ali. Mwisho Mtume kumuaga kuondoka enda kwa ami yake, Bibi Khadija ameshachanganyikiwa, amesimama mlangoni wamwangalia Mtume sallallahu alaihi wa ali mpaka Mtume amekona. Sasa ikawa fikra zake zote Bibi Khadija ameshafika kwa kuwa yule ilikuwa nikimtafuta nimempata leo. Siku zote mimi ilikuwa nimekaa, aja mume huyu, akija huyu nkikataa. Leo yule ambaye mimi ilikuwa nikimfikiria atanipa ufumbuzi, yule ambaye ataniletea utulivu katika maisha yangu, yule ambaye ilikuwa anastahiki mimi nimzalie au niwe ni mama wa watoto wake, leo nimempata. Na ndipo yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa ali yananukuliwa na nana Aisha, maneno yanayosema kwa kuwa nana Aisha ni ghira, ni hasadi, ni nini, kutokana na wapokezi wanavyopokea. Wengine wanajaribu kutetea, lakini hadithi zimepokewa kwenye vitabu vyote vya ndugu zetu. Na Aisha zile hasira kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa ali kila wakati akimtaja, kila mara akimtaja, kila akifanya zuri anamfanyia Bibi Khadija, mpaka akichinja kwa jina la Bibi Khadija. Mwisho ilikuwa mpaka wale marafiki zake Bibi Khadija akiwapelekea nyama.
na akisema hubban li Khadija salamullahi alayha. Yale mapenzi ya mtume ni kwa sababu gani? Kwa sababu angalia haya maneno yaliyopokewa kutoka kwa nana Aisha. Mtume sallallahu alayhi wa ali alipomwambia, ni maneno marefu, mimi nitaka kipande, akamwambia kwa kuwa yeye ndiye aliyeweza kunibebea mimba, kunizalia watoto wangu, nyinyi Mwenyezi Mungu amewaharamishia. Ile tahira, utukufu na utahara na usafi aliyokuwa nao bibi Khadija salamullahi alaiha, ndiye aliyekuwa anastahiki kuwa mama mtukufu wa watoto wa mtume sallallahu alaihi wa ali. Wengine hawakuwa na sifa zile, ndio wasistahiki. Mtume sallallahu alaihi wa ali mwenyewe asema kwa nyinyi mmeharamishiwa. Aliyenibebea mimba yangu nani? Kwa maneno yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi ni bibi Khadija. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakunibadilishia mzuri kuliko yeye, wala siwezi kupata mzuri kuliko yeye. Ndio ule utulivu aliokuwa akiutafuta na Khadija salamullahi alaiha aliupata, na ndio kuna maneno mazuri Doktora bint Ash-Shati'i asema alipomweleza yule rafiki yake, kwa sababu angalia ile heshima, angalia adabu, angalia ile si tunaita aibu na kuona haya mwanamke. Wale wanaotuambia kwa kuwa alikuwa na miaka 40 ni 45, tujiulize mwanamke ambaye ashafika umri kama huu, kama ni kweli wanavyosema amefika, ni mtu zima. Kwa hiyo hii aibu na haya, na ameshaona kwa kuwa mimi nimekaa muda mrefu sikumpata nimtakaye, leo nimempata, kwa nini asiweze kumsonga, na ni mtu anafanya naye biashara pamoja. Hapa inaonyesha wazi hata sisi yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi akisema mwanamke ambaye bado ni msichana, ile kukubali kwake anapokuja kuletewa posa, kukubali kwake ni kunyamaza kwake, kwa sababu ile heshima zamani, msichana hawezi akiletewa posa akamwambia baba nimekubali, atanyamaza kwa sababu ya aibu aliyokuwa nayo wasichana. Tofauti na leo, msichana aweza kusimama akakutolea macho kama ataka kukuiba, si wewe kumwambia, akakwambia yeye, si tatizo lakini aibu ni kitu muhimu sana. Na ndipo angalia bibi Khadija salamullahi alaiha. Bibi Khadija alimfuata rafiki yake ambaye alikuwa akiitwa Nafisa, au Nafisa alikwenda kumtembelea bibi Khadija. Bibi Khadija akashindwa kuziwia zile nini zilizokuwa zimembana katika nafsi yake. Kwanza ni nadhari na kutabasamu, pili ni khubiri, kutoa salamu, tatu ni siri, mahaba kutimu. Bibi Khadija aliruka moja kwa moja kwenye mahaba kutimu. Mtume alikaa kwenye nafsi yake salamullahi alaiha, akashindwa kuyaziwia yale, ikabidi ayatoe kwa rafiki yake na Nafisa akamwambia, mimi nimeshavutiwa na huyu mtoto. Na angalia bibi Nafisa hakuchelewa, alimfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Kuna maneno mazuri alimpa, alimwambia, wewe ni kijana, ni kitu gani kilichokufanya ujana wako ufunge, usitafute mahali ambapo patakupa utulivu? Alitafuta maneno mazuri ya kuathiri, au ni mwandishi mwenyewe aliyaandika, lakini alimwambia, wewe ni kijana na umeufunga ujana wako, inastahiki upate mahali, kama asema hala sakana ila zaujin tahnu alayhi
watuannisuhu watuzilu wahshatahu. Yani kupata mahali ambapo patakuwa ni mahali pa huruma, mahali pa utulivu, pana kuondoshea kete na ukimya. Ukitoka umechoka unakwenda kupumbazwa, ni mahali ambapo itakuwa ni utulivu, si utulivu wa nafsi peke yake, ni utulivu wa nafsi na kiwiliwili. Ndipo anasema mwandishi, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi alipotajiwa maneno haya, machozi yalianza kumlengalenga, akikumbuka kwa kuwa mimi haya mapenzi niliyakosa nilipokuwa mdogo kwa mamangu. Kwa sababu kila mmoja anatarajia kwa mama ndio atayapata, sio? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi haya maneno yalimrudisha kwa mamake. Akajua ni kweli nikipata, na yeye zile ishara za kutoka kwa Nana Nafisa alijua kwa kuwa huyo amemkusudia Nana Khadija salamullahi alaiha. Na ndipo Mtume sallallahu alaihi wa alihi moja kwa moja akaridhika alipoambiwa, na alhamdulillah ndio ndoa ikakamilika. Na ndipo angalia maneno ya Said Rashid Ridha katika majala ya Almanara na magazini yake anaita Almanari. Ni waandishi tofauti wameandika makala ndani ya hizi jarida. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi mpaka alikuwa akisema kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniruzuku mapenzi ya Bibi Khadija. Yani si mapenzi ya kawaida ya Mtume kwa Bibi Khadija salamullahi alaiha. Aliyapata mapenzi mpaka baadhi ya wanahistoria wanatuambia Mtume alipokuwa akienda katika ile pango kufanya ibada, akichukua muda mrefu, Bibi Khadija salamullahi alaiha akitoka amemwandalia chakula Mtume sallallahu alaihi wa alihi kwenda kumpa utulivu, kaa uzungumzie na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Angalia mapenzi ya mwanamke aliyokuwa msafi, mtaarifu. Na ndipo mpaka kuna wakati Jibrili washuka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi, akamuona Nana Khadija njiani, mevaa vizuri, mejistiri vizuri, amembebea Mtume chakula sallallahu alaihi wa alihi. Akamwambia, ya Rasulullah, salamu zimetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za Bibi Khadija. Si mtu kuziomba nisalimie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amemteremshia salamu nani? Mwanamke mtaarifu, mwanamke msafi, mwanamke mwenye haya, mwanamke mwenye aibu, mwanamke ambaye peke yake ndio aliyestahiki kubeba mimba za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sasa ikiwa mwanamke namna hii, swali la pili, mtaharifu, mtakatifu, yeye peke yake ndio aliyeweza kubeba mimba ya Mtume Muhammad au mimba za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Yeye ndiye aliyekuwa peke yake anastahiki kuwa ni mama wa watoto wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Vipi utaniambia kuna watu waliokuwa sawa na Mtume waliostahiki Bibi Khadija wabebe watoto wao? Jamani, tujiulizeni. Mara nyingine si lazima ya historia sana. Sayyid Muhammad Aqil kutoka Yaman, mara nyingine maswali anahitaji la'allakum tatafakkaruna. Wacheni na mambo ya riwaya. Jana kuna klipu moja nikiangalia, ni ya kweli si ya kweli, baadhi ya hadithi moja katika makhatibu akizungumza kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wa ali, mara nyingine akikojoa kukusimama, mara nyingine sijui akicheza sijui na mkewe, mara nyingine akimweka kwenye mgongo watu wakipita wakimuona. Yule bwana aliinuka akampiga imamu kofi, piga khatibu juu ya mimbar kofi. Vipi? Akamwambia huyo ni mtume wako, si wetu. Mtume wetu si namna hiyo bwana. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Mtume sallallahu alaihi wa alihi, kila sifa mzuri na maadili mazuri ukiyataka, nenda utayapata wapi? Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Sasa wewe ikiwa utaletewa hadithi uambiwe imepokewa ni fulani, na unaona wazi inamvunjia heshima Mtume sallallahu alaihi wa alihi, kisha unazikubali, unaniambia fulani amepokea, fulani awe fulani. Sasa fulani ndio kipimo cha dini yako, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashakwambia kwenye Qur'ani. Sasa ikiwa mwanamke mtaharifu kama huyu amekataa wazuri aina yote wenye uwezo wao, akaona anastahiki ambaye mimi niwe mama wa watoto wake ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi, wataka kuniambia kulikuwa kuna mtu kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi? Wapi tutampata? Hakuna mama anayeweza kumzaa kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi, wala hatopatikana. Wa innaka la ala khuluqin adhim.
kiumbe ambaye Jibrili mwenyewe alimwambia ya Rasulullah, hata mimi sina uwezo wa kwenda zaidi ya hapa. Nabii Allah Musa salamullahi alayhi alifika sehemu nini tukuona nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alipotelewa na fahamu, kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kupokea moja kwa moja. Kiumbe wa namna hii, mwenye sifa zote, mwenye uzuri aina yote, Bibi Khadija salamullahi alayhi, baada ya kufuatilia na kusifiwa, akaona kweli huyo anastahiki. Wataka kuniambia kabla yake yeye kulikuwa kuna watu wanaostahiki kuwa na sifa kama hizi? Na ndipo Mtume mwenyewe ukikuta asema wafaan, Sayyid Rashid Ridha asema wafaan li Sayyida Khadija. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa ali, yale mapenzi na kuona kwa kuwa mimi siwezi kulilipa deni la Bibi Khadija kwa mapenzi yake juu yangu, uzuri alionifanyia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ali, Sayyid Rashid Ridha anasema mpaka mwisho wa uhai wake alikuwa yamkumbuka Bibi Khadija. Jamani, haya ndio mapenzi yanayostahiki yawe ndani ya majumba yetu. Iwe mtu hata akipata mastresi, dhiki, tabu nje, mbio anakimbilia mahali atapata utulivu. Na ndipo aya niliyotangulia kuisoma, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wanawake ambao watakuwa ni wazuri, wenye sifa za Bibi Khadija salamullahi alaiha, ndipo pale kweli tutakwenda kupata utulivu. Au wale ambao wamemchukua Bibi Khadija kuwa ni kielelezo chao, wao ndio wanaoweza kutupatia utulivu. Lakini wanawake wa kileo ambao watakuwa wanachukua vielelezo kutoka kwenye mafilamu, maseries, wachezaji nini sijui na nini, ndio itakuwa vielelezo, hawawezi kuwa ni utulivu. Watakuwa wapi utulivu? Ndipo pale unakuta mara nyingine nje mtu akipata matatizo anaona afadhali ende stahimilie nje, au akae msikitini alale, au ende akae barazani, kwa sababu ajua akienda ndani matatizo ni zaidi. Hayo leo yabeba, utakwenda kuongezwa na mwingine, kwa sababu tumekosa wale ambao wanastahiki kuwa ni mfano wa Bibi Khadija salamullahi alaiha. Na ndipo ukiangalia katika tafsiri ya hili neno as-sakan, litaskunu ilaiha, wanasema sakan kwa maana ni mahali ambapo hapana haraka. Si maana haraka kwa kuwa ya kutembea, ni haraka aina yoyote, yani ni mahali penye utulivu, ni kama maji yametuama, yametulia sawasawa. Ni ile sakan ambayo ni ya roho, ya kinafsi, ya kimwili. Na ndipo utakuta baadhi ya aya za Qur'ani zilizokuja zimesema al-lailu pia ni katika sakan, imetumia usiku. Ngoja tutajaribu kuzigusia. Lakini ukiangalia mfano, kuna mambo matatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwa kuwa pia hili taskunu ilaiha imetumika hili neno la as-sakan. Jambo la kwanza, dhalamul layl, wa ja'ala al-layla sakana. La pili ndio azawja salihah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, as-sakan ya pili. Ya tatu, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kwa sababu angalia mfano usiku, ndio baadhi ya maulama wanatuambia wewe, ikiwa kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanena waja'ala al-layla sakan. Hebu tujiulize, ikiwa mtu hajalala usiku mzima, kweli ule utulivu unapatikana? Hakuna utulivu wa nafsi utapatikana, wala hakuna utulivu wa mwili. Mara nyingine hata hujazungumza naye ushamuona ashaanza kusinzia. Mara nyingine hata kuswali anaweza kuanguka akiwa bado yuko kwenye swala, kwa sababu huu utulivu aliukosa. Kwa hiyo usingizi ni utulivu, tena unaleta utulivu mzuri. Na ndipo wataalamu wanatuambia kwa kuwa wale waliozoea kulala mchana, usiku wanakesha, mchana haiwezi kuchukua nafasi ya usiku, kwa sababu usiku imewekwa maalumu ni ya kumpa utulivu mwanadamu. Na ndio utapata wale mara nyingi wenye kufanya research mzito, hakuna wakati mzuri kama usiku, kwa sababu ni wakati ambao mwanadamu anastahiki apate utulivu. Sasa utulivu ule mara nyingine uchanganye utulivu wa usiku na
mar'a saliha, kuna kuwa nurun ala nur, kwa sababu utulivu wa aina mbili umeupata, sio? Umeupata utulivu wa usiku, umeupata utulivu wa mwanamke mwema. Na ndipo baadhi ya maulama wanatuambia, kwa sababu sasa huu utulivu usiku unapoukosa wa usingizi, huwa mwanadamu siku mzima hana utulivu. Hivyo hivyo anapokosa huyu mwanamke ambaye pia atampa sakana, atampa utulivu, basi siku mzima huko endako pia utakuta hana utulivu. Waweza kuswali, uweza kumpata swala ya asubuhi kumeswaliwa raka 4 na hajui kama pengine kama ameswali 4. Mara nyingine ya dhuhuri kumeswaliwa raka 1 na ukimuuliza atakwambia nimeswali 4. Kwa sababu gani? Ni kama usingizi. Ndio ule mfano nikautoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kutupa mfano, kwa kuwa yeye anateremsha maji, kwa sababu maji ndio yanayotupa uhai. Maisha hayawezi kukamilika bila ya maji. Kwa hiyo zile rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ijapokuwa nuru wenyewe nakwambia ni mafahimu mushakik, zinatofautiana daraja, lakini ukiangalia madamu nuru ni nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo bila ya kuipata nuru ya Mwenyezi Mungu, bila ya kupata yale mazuri na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la hayat, hakuna uhai. Kama vile tukikosa maji hakuna uhai, kwa hiyo tukikosa rahma ya Mwenyezi Mungu hakuna uhai. Kwa hiyo hapa tukikosa sakan, utulivu ule ambao unastahiki kwa mwanamke, ambao unastahiki ndani ya majumba yetu, basi utakuta maisha yetu yote yanakosa utulivu, kwa sababu lazima asili ya utulivu utake kule. Na ndipo ukirudi kwa wataalamu ambao ni wa malezi, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwa kuwa wewe yastahiki umpate mwanamke ambaye atakupa utulivu. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wa ali alipoambiwa na Nafisa, ni mwanamke ambaye atakupa utulivu, atakupumbaza, atakuliwaza, ujana wako hautopotea kwake. Na ndipo hawa watu tahara wawili wakapambana, utulivu ukapatikana, na ndipo tulipompata Bibi Fatima salamullahi alaiha. Na ndipo tukawapata wajukuu kama kina al-Imam al-Hasan na al-Imam al-Husaini na Bibi Zainab. Kwa sababu ikiwa nyumba hii sakan itakosekana, si athari itapatikana kwa wanandoa wawili, ni athari, kwa sababu msingi wa familia ndio taasisi ya kwanza muhimu katika maisha yetu. Sisi tunakimbilia mambo ya taasisi hii na ile, lakini msingi wa kwanza muhimu ni nini? Ni familia. Na familia, msingi muhimu zaidi unaostahiki upatikane ni msingi gani? Ni msingi wa utulivu. Utulivu si kwa maana ukiingia hakuna fujo na nini, hapana. Utulivu una maana mrefu. Kuna utulivu, kuna heshima, kuna adabu. Kila mmoja anamheshimu mwenzake, kila mmoja anamhurumia mwenzake, kila mmoja anaijua mipaka yake, kila mmoja anamheshimu Mola wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewekwa mbele katika kila jambo ndani ya maisha ya msingi muhimu wa familia, ndio litaskunu ilaiha. Kwa hiyo leo unapopata matatizo makubwa yametupata ndani ya familia zetu, familia hazieleweki, unakwenda mbio, unalea hususan upande wa mabinti, unatarajia kwa kuwa umetoa mabinti wazuri, kumbe subhanallah, ukija ukisikia mambo yao wanayoyafanya huko, utafikiria mpaka utajiuliza, ya Rabbi, mimi nimekosa nini? Kwa sababu ndio ile nikasema sisi tuna tatizo kubwa. Hii mazuri Bibi Khadija alikuwa akiyatafuta, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi akaona kweli kwa Bibi Khadija yapo, na ndio anastahiki awe mama wa watoto wangu. Sisi hatuyatafuti tena, tunatafuta mzuri, amejichibua, amekwenda saluni, ameweka picha yake kwenye Facebook, mashallah, nikiona utasema ni malaika ameteremshwa, anafiga namba 8. Huyo ndo atakuletea utulivu kweli? Vijana tueni makini bwana. Au mtoto wa kike, wewe umelelewa, wazazi wamekwendea mbio, kila anayekwambia I love you mbio, wewe umeshakubali. Kila anayekwambia nakupenda mbio, ushakubali. Mpaka mwanamke umeshakuwa kama kitambara cha kufutia mikono bwana. Yani aibu.
Wazazi wanakwenda mbio, wanatulea, ijapokuwa tatizo liko hapa. Litaskunu ilaiha, ile sakina, utulivu wa uhakika ambao unastahiki ndani ya familia zetu, unastahiki tuweke msingi imara ndani ya familia zetu. Hii tumeipoteza. Idha atakum man tarlauna dinahu wa khuluqahu, dini kamili, maadili kamili yakisha kamilika, iwe kila hatua unayoichukua, unapofurahi, unapokasirika, kila unalolifanya ni kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhi llahi, hayatuna liwajhi llahi Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa maisha yetu yote msingi imara tutauweka ni huu, kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi majumba yetu yatakuwa na sakina, yatakuwa na utulivu. Na yanapopata utulivu, ndipo pale tutawatoa kina Bibi Fatima, ndipo pale tutawatoa kina al-Imam al-Hasan na al-Imam al-Hussein. Lakini yanapokosa utulivu, watakosa utulivu huku ndani, watakwenda kudanganywa wapewe utulivu wa kununua nje. Si ndio? Si ndivyo ilivyo? Kwa sababu mara nyingi utakuta wanasema, hususan ikiwa mtoto hakupata utulivu ndani, hakuyapata mapenzi ya Bibi Khadija kwa Mtume, hakuyapata mapenzi ya Mtume aliyoyapata Bibi Khadija, akenda kidanganywa nje, I love you, I miss you, I nini, ataona alhamdulillah nimeshayapata huko. Si ndio? Na ndipo pale tunazifungulia familia zetu milango ya upotevu, tunazifungulia familia zetu milango ya kuwa ni familia zisizoeleweka. Kwa hiyo tukitaka kuishi maisha mazuri, ndipo Mtume sallallahu alaihi wa alihi akiambiwa, au Nabii Allah Musa salamullahi alaihi akiambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhakkirhum biayamillah, wakumbushe hizi siku ambazo zina athari katika maisha ya mwanadamu, zina nafasi katika maisha ya mwanadamu, zinaweza kumfungulia mwanadamu ukurasa mpya wa maisha yake. Zinastahiki hizi siku tuishi nazo kwenye maisha yetu, kwa sababu ndio tochi zinatumulikia. Ikiwa hizi siku tutazisahau, ndipo pale tutakwenda kuwachukua wengine wasiostahiki, watakuwa ni vielelezo vyetu ambavyo havistahiki. Kwa hiyo wadhakirhum biayamillah, hawa ndio wanaostahiki sisi tuwakumbuke. Mama mtukufu, mama mtahirifu, mama aliyetumia kila alichokuwa nacho kwa ajili ya nani? Radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna siku amelalamika, hakuna siku amenungunika. Kila alipokuwa akimpata Mtume sallallahu alaihi wa alihi amepata maudhi huko, akija maudhi yote yanaondoka. Na ndipo Mtume sallallahu alaihi wa alihi aliposema, la, Mwenyezi Mungu hakunibadilishia bora kuliko Bibi Khadija, kwa sababu ule uzito aliyoubeba Bibi Khadija, majukumu aliyoyabeba Bibi Khadija. Ndio wiki iliyopita nikizungumzia kuhusu majukumu, wengine wakiona kama hawana majukumu. Hakuna asiyekuwa na majukumu. Bibi Khadija salamullahi alaiha alibeba hamu zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, alizibeba yeye kama mke, mbali kwa sababu aliyabeba kuanzia Mtume hajatumilizwa. Kwa hiyo tusiseme kwa sababu huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi ndio amefanya hivi. Alianza kuanzia Mtume hajatumilizwa. Kwa hiyo na ndipo Mtume alipokuja kumpa habari, kwa kuwa yale aliyoyaona Gharu Hira. Angalia Bibi Khadija salamullahi alaiha, kwa sababu ile as-sadiq al-amin, uaminifu na ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ilikuwa sio kwamba Bibi Khadija anaishi nao kwenye ulimi, anaishi katika maisha yake, anamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kwa hiyo anayaishi yale maisha ya uaminifu na ukweli. Kwa hiyo kumwambia tu Bibi Khadija akamwamini. Huyu ndio mwanamke atakikana wanawake katika familia zetu, wasichana wetu, maukhti zetu, mabinti zetu, wamchukue kuwa ni kielelezo chema, wamchukue kuwa ni mfano mwema. Na ndipo kweli kesho utakuja kuwa wewe ni mama ambaye unastahiki kuwa mfano katika jamii yako.
Kwa sababu leo tuko na mamama wa kawaida, lakini kutokana na vile walivyojiweka kiheshima, kiadabu, kimaadili, utapata hawa mamama ni mfano katika baadhi ya familia au katika baadhi ya mitaa fulani. Utapata kila mmoja yuamjua kwa sababu yule mama alivyojiweka. Ni kwa sababu gani? Hawa mamama wamewaeka mamama watukufu hawa ambao ni sayyidatu baiti nubuwa, hawa wamewekwa kuwa ni kielelezo. Kwa hiyo leo ni siku muhimu sana, hawa watu tuwakumbuke, tuwaeke katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kumpigia mfano na Naasi hakuambia wanawake peke yake.